Safari ilianzia makao makuu ya Seven Media Group Mikocheni jijini Dar es Salaam kuelekea Gongo la Mboto, nyumbani kwa Mama Mariam, mama anayepambana na changamoto kubwa ya kiafya ya mtoto wake. Mama huyo alifika jijini Dar es Salaam mwaka 2022 akitokea Mwanza Ilemela kwa ajili ya kutafuta matibabu ya mwanae Mariam. Kwa mujibu wa Mama Mariam, mtoto huyo alizaliwa akiwa hana sehemu ya kutolea haja kubwa, tatizo lililogunduliwa muda mfupi tu baada ya Mama Mariam kutoka leba. Kwa majina naitwa Neema Michael. Mimi naishi Gongo la Mboto. Mimi nilibahatika kupata huyu mtoto, ila nilimzaa na changamoto. Tokea aligundulika nikiwa nimesharuhusiwa kutoka hospitalini. Hali hiyo ilishtua familia na kuanza safari ndefu ya kutafuta matibabu. Madaktari walifanikiwa kutanua sehemu ndogo ya mwili wake ili kumwezesha mtoto Mariam kutoa haja kubwa kwa muda mfupi, huku wakishauri upasuaji mkubwa ufanyike baadaye atakapokuwa mkubwa. Hata hivyo, changamoto bado ni kubwa. Mama Mariam anasema kuwa wakati mwingine haja kubwa ya mtoto huyo hupitia katika sehemu ya haja ndogo, jambo linaloendelea kuhatarisha zaidi afya ya mtoto huyo. Kwa sasa mtoto ana umri gani? Sasa hivi mtoto ana miaka 4. Na anajisaidiaje sasa? Sasa hivi kwa kuwa alifanyiwa awamu ya kwanza, ambapo tumechukua muda tena ambapo anatakiwa afanyiwe. Kwa hiyo wamenishauri anatakiwa bima ni kubwa ili aweze kufanyiwa, kwa sababu kuna gharama ambazo wamezitaja. Mimi kama mzazi siwezi kuzimudu. Yeye anajisaidia hapo kwenye sehemu yake ambapo alitobolewa, lakini kama anahangaika kwa sababu analalamika chini panamuuma. Kwa hiyo unakuta muda mwingi anahangaika, ananiambia mama naumia. Ndio nikaona nije kwa Watanzania niombe msaada. Mbali na changamoto ya ugonjwa, Mama Mariam anasema kuwa baba wa mtoto huyo alikataa ujauzito, hali iliyomlazimu kubeba mzigo wa malezi na matibabu peke yake. Sasa Mariam ana umri wa miaka 4, anahitaji upasuaji wa haraka ili kurekebisha tatizo hilo. Mama Mariam ameomba msaada wa serikali ya awamu ya 6, uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam chini ya mkuu wa mkoa Albert Chalamila, pamoja na Watanzania wote watakaoguswa na hali ya mtoto huyo, ili aweze kupata gharama za upasuaji zinazokadiriwa kufikia takriban shilingi milioni 2. Ombi langu naomba mnisaidie nipate bima kubwa, kwa sababu natamani sana mtoto wangu apone, atibiwe, apone, arudi kwenye hali yake, aanze shule. Kwa sababu kama mzazi nakosa, siwezi kufanya chochote mpaka nione mwanangu amekaa vizuri. Pia naomba Waziri wa Afya Samia na viongozi wengine ambao mnaona wa Tanzania mnisaidie niweze kupata bima, maana sina biashara yoyote ambayo inaweza sina biashara ninayofanya kwa sasa. Nipo tunalea mtoto na hali ya maisha ni mbaya na sina chakula, kwanza kumlisha tu, sina chochote. Naomba mnisapoti. Mtazamaji wa Seven Media, leo tumefika moja kwa moja hadi Gongo la Mboto. Tumekuja kuonana na Mama Mariam ambaye mtoto wake anakumbana na changamoto kubwa ya kiafya, ikiwemo kukosa sehemu ya haja kubwa. Sasa yapo mambo mengi ambayo tumekuja kuzungumza naye. Mama huyu atajitambulisha kisha ataeleza kwa kina changamoto hii ya mtoto imeanzaje mpaka sasa alipofika, na lengo zaidi anahitaji msaada kutoka kwa Watanzania. Karibu. Habari? Nzuri. Kwanza pole kwa matatizo. Asante kaka, nashukuru. Kwa majina naitwa Neema Michael. Mimi naishi Gongo la Mboto. Mimi nilibahatika kupata huyu mtoto, ila nilimzaa na changamoto. Tokea aligundulika nikiwa nimesharuhusiwa kutoka hospitalini. Nilivyoruhusiwa nyumbani ndo nikaanza kumfuatilia, nikagundua mtoto wangu ana changamoto, nikaanza kliniki.
ila kwa bahati mbaya madaktari walinishauri kwa kuwa mtoto bado ni mchanga, nianze kwanza, nisubiri atakapochangamka nianze matibabu. Lakini nashukuru mambo, alikuwa anahangaika hivyo hivyo, lakini baadaye mtoto alivyochangamka nikaanza kliniki. Hatimaye alifanyiwa awamu ya kwanza, ambapo walisema natakiwa hawe anahudhuria tena, anafanyiwa mara kwa mara kwa sababu huwa zina kawaida ya kuziba. Baadaye madaktari wakanishauri kwa kuwa mtoto hii shida yake ni endelevu, ni muhimu niwe na bima ya afya kwa ajili ya kwenda kucheki, maana kuna vitu vingine ambavyo mimi kama mzazi, maana nalea peke yangu, baba yake alikimbia tokea mimba, kama mzazi siwezi kuvimudu. Ndio maana kwanza tusalie hapo. Umesema kwamba ana changamoto lakini hujaiweka bayana bado. Ni changamoto ipi na iligundulika akiwa na umri gani? Changamoto yake hiyo ni sehemu ya haja kubwa ambapo alikuwa hana. Kwa hiyo iligundulika pale ambapo tokea bado mchanga. Kwa hiyo tuseme amezaliwa nalo. Sasa tulivyoruhusiwa kutoka hospitali ndo niligundua nikiwa nyumbani, lakini sikuigundua hospitali. Hapo ndo nashukuru nikaanza kliniki kujua maendeleo yake na namna ambavyo manesi watanisaidia madaktari, ndo akaniambia akue kwanza alafu ndo afanyiwe akishafikisha miaka ile, hata miaka miwili. Kwa sasa mtoto ana umri gani? Sasa hivi mtoto ana miaka 4. Na anajisaidiaje sasa? Sasa hivi kwa kuwa alifanyiwa awamu ya kwanza, ambapo tumechukua muda tena ambapo anatakiwa afanyiwe. Kwa hiyo wamenishauri anatakiwa bima ni kubwa ili aweze kufanyiwa, kwa sababu kuna gharama ambazo wamezitaja, mimi kama mzazi siwezi kuzimudu. Ina maana anajisaidia lakini kwa udogo. Yaani ana haja kubwa yeye anaitoa. Yeye anajisaidia hapo kwenye sehemu yake ambapo alitobolewa, lakini kama anahangaika kwa sababu analalamika chini panamuuma. Kwa hiyo unakuta muda mwingi anahangaika, ananiambia mama naumia. Ndio nikaona nije kwa Watanzania niombe msaada. Mara ya kwanza kipindi anatobolewa alikuwa na umri gani na kwa mpaka sasa? Mara ya kwanza alikuwa na miaka 2. Nyuma kabisa huko kipindi hajatobolewa hiyo sehemu alikuwa anajisaidiaje? Alikuwa anahangaika, anajisaidia mbele na kama mzazi, na kwa kuwa nilikuwa nahudhuria hospitali wakawa wananipa dawa ya kulainisha choo, kwa sababu choo kiwa kigumu anajisaidia damu. Zinatoka mbele. Kwa sababu alikuwa anatoka mbele. Kwa hiyo kanibidi niombe msaada, akawa amefanyiwa awamu ya kwanza, lakini pamoja na yote bado alikuwa hajakaa vizuri sana, kwa sababu choo ilikuwa natakiwa mara kwa mara nihudhurie ili aweze kutanuliwa. Sasa pesa kwa ajili ya kulipia ndio nilikuwa sina. Okay, na gharama ya matibabu kwa sasa inahitajika bei gani ili aweze kupona na aendelee na maisha? Kwa sasa gharama inafika milioni 2, kwa sababu kama bima, kama kutanuliwa atakiwa atanuliwa awamu 4 na bima ya afya. Kwa hiyo kwa kukadiria hapo inaweza kafika milioni 2, lakini kwa sasa na awamu 4 au 5, kwa sababu anasema wanavyoenda kumtanua ndo wanaona kama anaweza akaendelea zaidi au akatanuliwa hizo awamu, kwa sababu amekaa muda mrefu. Na matibabu yatafanyika hapa nchini au yanafanyika nje ya nchi? Matibabu yanafanyika hapa nchini. Yanafanyika hapa CCBRT. Ulisema hapo nyuma kwamba baba yake alikimbia. Ilikuwaje katika mazingira hayo? Hapa katikati umemleaje mtoto, na sababu hasa yeye kukimbia ni baada ya mtoto kuzaliwa na hali hiyo au alikimbia hata kabla? Yeye alikimbia kabla ya mtoto sijamzaa. Alipogundua tu na mimba, nilivyomwambia basi
akawa amekimbia. Kwa hiyo nikawa nalea mwenyewe mpaka mtoto amepata changamoto hii, yeye hajui na wala nahangaika mwenyewe kama mama. Na makazi yako sasa ya kudumu kwa sasa ni wapi? Mimi kwa sasa hivi huwa nakaa Gongo la Mboto, lakini wazazi wangu wako Mwanza, ambapo ndo muda mwingi kama huko sasa hivi maisha ni magumu, unakaa kwa ndugu na yeye hali sio nzuri, naye pia ni mtafutaji tu, kwa hiyo muda mwingi niko Mwanza. Mtoto alizaliwa Dar es Salaam au alizaliwa Mwanza? Mtoto amezaliwa Mwanza. Okay, Dar es Salaam ulikuja kwa ajili ya matibabu? Nilikuja kwa ajili ya matibabu. Ndio. Na vipi hali ya uendeshaji wa maisha Dar es Salaam kwa sasa? Mtoto wa miaka miwili umesema? Minne. Muda wote upo Mwanza. Hali ya uendeshaji wa maisha inakuaje? Kuna biashara ambazo unafanya au kuna kazi yote? Mimi nilikuwa nafanya biashara ya kutembeza karanga na unga wa lishe, lakini kulingana na matibabu nakuta hela nyingi natumia kwenye kumgharamikia mtoto, kwa hiyo nakuta sina hela. Na mtaji pia nimeula kwa staili hiyo kwa sababu ya kumtibishia mtoto. Bima ambayo inahitajika gharama yake ni zaidi ya milioni 2, lakini pia kuna maisha mengine huku chini ambayo anatakiwa mtoto aishi, kuna kula, kuna kulala, si ndio? Ombi lako kubwa hasa, tuanze na Watanzania alafu tutaenda kwa viongozi, ni lipi kwa sasa? Ombi langu naomba mnisaidie nipate bima kubwa, kwa sababu natamani sana mtoto wangu apone, atibiwe, apone, arudi kwenye hali yake, aanze shule. Kwa sababu kama mzazi nakosa, siwezi kufanya chochote mpaka nione mwanangu amekaa vizuri. Pia naomba Waziri wa Afya Samia na viongozi wengine ambao mnaona wa Tanzania mnisaidie niweze kupata bima, maana sina biashara yoyote ambayo inaweza sina biashara ninayofanya kwa sasa. Nipo tunalea mtoto na hali ya maisha ni mbaya na sina chakula, kwanza kumlisha tu, sina chochote. Naomba mnisapoti. Okay. Hali ya kiafya ya mtoto kutokana na hiyo changamoto alikuwa nayo, alishawahi kuugua ugonjwa fulani labda kutokana na hiyo changamoto? Mara nyingi UTI, wanasema hiyo shida ndio inakuwaga hivyo, lakini huwa najitahidi sana, yani namweka kwenye hali ya usafi kama mzazi, nakagua hiyo sehemu yake, naangalia, namsafisha, nahakikisha anakuwa msafi muda wote. Kwa sasa amekuwa, ina maana hata ile akijisikia haja anaweza akasema. Vipi, anasema kwamba akihitaji labda kwenda haja? Anasema, ananiambia mama, najisikia kujisaidia, namwambia sawa, nampeleka, najisaidia, naumia huku mama, ananiambia, namwambia sawa, kwa hiyo nampa dawa za maumivu. Pole sana. Na kuna changamoto zinatokea labda, lakini kwa uendeshaji wa maisha pia changamoto. Vipi ndugu, wamejaribu kukupa ushirikiano wote mpaka sasa? Ndugu yani tuseme mara nyingi wananipa ushauri, sema nenda tu kwa watu uombe wa Tanzania kusaidia, kusana wao pia hawana uwezo mkubwa, yani mtu anakwambia, kila mtu amebanana kwa staili yake, anakwambia mimi sina, kwa hiyo nakupata ushauri wa kimawazo. Na baba wa mtoto hujai tena kumtafuta? Na sijawahi, kwa sababu namba alishabadilisha. Na alikuwa huko Mwanza? Alikuwa Mwanza, anasafiri, alikuwa anafanya biashara. Kwa hiyo nilimtafuta yale maeneo, sikuweza kumpata. Hata rafiki zake anasema hawajui. Kwa hiyo mimi ni kama nimeshazoea na hangaika mwenyewe, ingawa inaumiza, lakini ndio maana nimekuja mnisaidie. Mtazamaji wa 7 Media, tumemsikiliza
Mama Mariam juu ya changamoto ya mtoto Mariam. Kama ambavyo unamuona, mtoto huyu amezaliwa akiwa hana sehemu ya haja ndogo, kwa mujibu wa sehemu ya haja kubwa. Kwa mujibu wa maelezo ya mama, anasema kwamba alitobolewa sehemu ndogo ambayo kutokana na umri wake kuwa mdogo, hivyo sehemu hiyo ndio anaitumia mpaka sasa kuweza kutoa haja zake, lakini awali alikuwa anatoa haja kubwa kupitia njia ya haja ndogo. Kwa hiyo tumemsikiliza. Ombi lake kubwa zaidi ni kwa Watanzania, lakini pia kwa viongozi wa nchi, ili kuweza kumpatia pesa ya matibabu kwa gharama za matibabu mpaka mtoto huyu kuweza kurudi katika hali yake ni zaidi ya milioni 2. Lakini pia kuna mfumo na uendeshaji wa maisha yake. Kwa sasa ametueleza kuwa hana kazi, lakini pia hali yake ya maisha sio nzuri. Kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba Mariam hana baba, kwa maana ya kwamba baba wa mtoto huyu hakujitokeza. Alimkataa Mariam tangu angali yupo tumboni. Kwa hiyo Mama Mariam anapaza sauti pia kuwaomba Watanzania wote waweze kumsaidia kwa chochote ambacho wamebarikiwa. Basi unaweza kumchangia Mama Mariam kupitia namba za simu ambazo tunaziweka hapo chini, lakini pia kupitia namba za simu ambazo atazitaja yeye mwenyewe hapa. Kwa kama ukiwiwa kitu chochote unaweza kumchangia. Mimi nataka turudi tena kwako, tuzungumzie swala la uendeshaji wa maisha na afya ya mtoto. Kwa siku unatumia gharama gani kwa siku kwa ajili tu ya matumizi ya mtoto? Mimi kulingana na maisha yangu jinsi nilivyo na niko kwa watu, kwa hiyo nategemeana na hiyo siku. Kama kuna chakula tunaweza tukala hiyo asubuhi, kama tumekunywa chai, labda wali aliobahatika kupata jana mchele, ndio tunaokula tunashinda nao. Kama hajapata ina maana tusubirie. Bila shaka pia kuna kuaga na vyakula ambavyo hatakiwi kula kutokana na hali yake. Ni vyakula gani na gani? Vyakula mara nyingi hatakiwi kula sana vyakula vile vigumu. Anatakiwa hali vyakula vilaini kwa ajili ya kulainisha choo chake kiwe kilaini. Sasa mara nyingi unakuta sina uwezo huo, kwa hiyo na ni lazimu nimlishe hivyo hivyo vilivyopo, ili hata kama nitaomba hivyo hivyo niweze kumnunulia dawa kwa ajili ya kulainisha choo, lakini tunakula kwa shida hivyo hivyo. Pole sana. Na kwa Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kukusaidia kwa chochote alichobarikiwa, anaweza kuchangia kupitia mawasiliano gani? Namba zangu za simu, kuna namba ya Voda na Tigo, naweza nikataja. 0747676318. Hiyo ni mtandao gani? Voda, ambapo majina yanakuja nani? Neema Michael. Neema Michael. Alafu kuna nyingine 0776860065. Hiyo ni ya Tigo. Majina hayo Neema Michael. Sawa, mimi nataka tuzungumze tena kwa mara nyingine ya mwisho na Watanzania, lakini pia na viongozi, tukianza na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wote, akiwemo pia hata mbunge wa jimbo hili la huku Mheshimiwa Bakari Shingo. Kwa vyote kwa ujumla nataka uzungumza navyo hapa. Mimi naomba Mama Samia Hassan Suluhu, naomba unisaidie mama yangu, na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba na Mama Gwajima, naomba mnisaidie niweze kupata msaada kupitia changamoto anayopitia mwanangu. Naomba unisaidie nipate bima na matibabu mengine ili mwanangu akae sawa, natamani asome. Mtoto saizi anaongea, yeye binafsi yake unavyomsikiliza, ushawahi kumuuliza pia kuhusiana na ndoto zake, nini anatamani kuwa? Yeye mwanangu kwa kuwa bado ni mdogo, unakuta anaweza akasema natamani niwe mwanajeshi, anatamani awe mwanasheria, ana ndoto nyingi, anatamani awe Zuchu, yani kuna vitu vingi. Ila naomba pia kama mtaweza mnikutanisha na Zuchu.
kwa sababu naomba msaada, ninaombeni msaada kwa hilo, yaani naumia kama mzazi. Anasoma, ana miaka 4, bado hajaanza shule? Hajaanza, kwa sababu ada ya kumlipia na hiyo shida ndio inayomfanya ashindwe, kwa sababu shida hiyo kimpeleka shuleni na hayo maumivu bado inakuwa haja. Kwa hiyo nimeona atibiwe kwanza ili niweze kupambana kama nitapata chochote ili niweze kumpeleka asome. Ila nilikuwa nataka afya yake kwanza, Mungu akimsaidia ikakaa sawa. Ndio aanze. Mimi naomba mkuu wa mkoa, babangu, naomba unisaidie mwanangu apate matibabu. Naomba msaada wako baba, apate bima pia, kwa sababu changamoto anayopitia ni kubwa na anateseka. Mtoto mdogo ana ndoto za kusoma, naye ana ndoto zake afike mbali. Kwa mpango wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, kama atakaa sawa basi naye afikie malengo. Nakuomba sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, popote ulipo nisikie. Nakuomba mkuu wa mkoa Chalamila, popote ulipo baba, naomba unisaidie. Mwanangu ana changamoto, aweze kupata matibabu. Anajisaidia, tundu lake ni dogo, anatakiwa atanuliwe. Nilikuwa naomba unisaidie baba yangu Chalamila, nakuomba sana. Ni mama Mariam, mama ambaye anapitia changamoto kubwa sana katika malezi ya mtoto wake, ambaye anapitia changamoto ya sehemu ya haja kubwa, ambapo sehemu hiyo ni ndogo, hivyo kuna muda haja kubwa inatoka katika sehemu ya haja ndogo. Ameomba msaada kwa Watanzania, lakini pia kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, pamoja na Waziri Gwajima. Mama huyu anapitia changamoto hii akiwa kama mama peke yake, single mother. Anapambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba anafizifikisha ndoto za mtoto wake mahali fulani, lakini mtoto huyo hana baba, kwa maana ya kwamba mama huyu analea mtoto huyu peke yake. Kwa mujibu wa maelezo yake, anasema kwamba baba alikimbia tangu mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo Watanzania, kwa yoyote ambaye atawiwa na kuguswa, basi anaomba msaada wa chochote kitu kupitia namba yake ya simu ambazo amezitaja, lakini pia tunakuwekea namba hapa chini ili uweze kumsaidia kwa chochote ulichobarikiwa. Mimi naitwa Mikidadi na hii hapa ni 7 Media, nipo na Yasini DJ.